Hii ni Maisha Kamili, tukufungulia Biblia uyaone maisha. Karibu sana ndugu mtazamaji na mfuatiliaji wa kipindi hiki kizuri. Jana tulikuwa tunasoma Jumatatu tunasoma somo la maandiko, mamlaka, maandiko, mamlaka, maandiko, mamlaka. Mamlaka ya Mungu tunaiona katika maandiko yake. Leo tunaangalia ukweli wa Biblia. Siku ya Jumanne tuombe. Mungu wetu wa mbinguni, tunasema asante kwa endeleo wako unatupatia katika siku hizi. Unatufungulia namna gani ambavyo wewe unaonekana kupitia maandiko ya madaraka yako, mamlaka yako uliyokaimisha katika sura hizi. Tunapozisoma tunasikia sauti yako, tunapata hekima, tunapata kuenenda katika utisho wako. Amen. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba utuongoze tunapoendelea kujifunza masomo haya. Tunaomba na kuamini. Amina. Amina. Jana tulichoangalia habari ya Biblia kama silaha dhidi ya adui. Juzi jana tukaangalia ili neno lina mamlaka ya Mungu mwenyewe. Leo tunaangalia ukweli wa Biblia. Ili neno la Mungu, upanga wa Mungu katika sura ya ukweli. Labda nianze. Ukweli ni we muongo. Nakumbuka utotoni, we muongo. Ukweli ni habari ya kuaminika au habari, taarifa sahihi. Na usahihi, ukweli huu usahihi. Maana usahihi ni kama ukweli. Huu usahihi ndio upo. Huu ukweli ndio lengo lililokusudiwa ndilo. Sasa umenipeleka pazuri. Lengo. Twende Yohana 17. Sura 17. 17 mstari wa 17 inasema, watakase kwa ile kweli, neno lako ndiyo kweli. Yesu akizungumza maneno haya amepiga magoti, anaomba. Ni sala ya mwisho, anawakabidhi wanafunzi wake mikononi mwa baba yake. Anakwenda msalabani. Na sura ya 13 ya sura hiyo anasema akiisha kuwapenda watu wake aliwapenda upeo, akaondoka chakula. Anasema kile kitendo cha kwenda pale chakulani na kutangaza anakwenda kutoa uhai wake kwa ajili yao, awatakase. Ilikuwa ni namna ya kuonyesha upendo wa baba yake kwao na upendo wake kwa wanafunzi wake mpaka mwisho. Maana anasema hakuna upendo mwingine wa mtu kutoa uhai wake kwa ajili ya rafiki zake. Sasa katika Injili ya Yohana ukweli unahusiana na uhai. Usahihi ni uhai. Usahihi ni uhai. Ukweli ni uhai. Ni uzima. Biblia inamtaja shetani kama baba wa uongo, alafu aishia hapo anasema muuaji. Yesu anapokwenda kumshuhudia baba, maana anasema saa yako imefika, umtukuze mwanao, umdhihirishe mwanao alivyo, kwa ule upendo ambao ulikuwa nao kwa ajili ya watu wako hawa tangia kabla ulimwengu haujakuwepo. Sasa udhihirishe mpaka mwisho pale msalabani. Kwa hiyo anapodhihirisha ule upendo, anadhihirisha ukweli ambao hapa shetani ametafuta kuuficha. Mungu hayuko hivyo, Mungu ni mbaya, Mungu sijui nini. Kumbe ni uongo huo, kwa lengo la kutakaje? Kuwaua watu, kuwaua wanadamu, kuwaletea mauti, kwa dhuru. Sasa uongo huu ungeweza kufunuliwa jinsi ulivyo Yesu ambapo angeenda pale msalabani na kuonyesha upendo wake mpaka mwisho. Ukweli wake kwamba hivi ndivyo Mungu anavyopenda. Hivi ndivyo anavyowajalia uzima. Yuko tayari kuteseka kwa ajili ya uongo wenu mliouamini, ili ninyi mpokee uzima.
uwatakase kwa ile kweli, neno lako ndilo kweli. Au wanafunzi bado walikuwa na ukungu, hawajamwona Baba vizuri, hata Mwana. Baada ya kwenda pale msalabani, anasema nikiinuliwa juu ya nchi nitawavuta wote kwangu. Sasa mtakuwa wanafunzi wangu kweli kweli, na ile kweli itawaweka huru. Mfano wa kwanza ni Petro alipoufahamu ukweli. Kwanza akasema, Bwana, yona pale mwishoni, sasa najua wewe unajua, wewe unanipenda. Wewe siko nasema wewe unanipenda, ukutani. Anasema wewe wajua, wewe ndio una ukweli wote, wewe ndio unayenipenda, wewe ndio unayenichukulia, wewe ndio unayenisamehe, wewe unanipokea, wewe unanikusanya kwako hata baada ya kwamba nimekukana na nini. Wewe ndio umeonyesha kujali. Kwa hiyo ukweli sasa unaotakasa ni ule uliofunuliwa pale msalabani, ambao unaonyesha Mungu anavyo expose uongo wa shetani, kwamba shetani ni muuaji. Angalia, ameniua na mimi kwa sababu mimi nasema tu kweli. Mimi namshuhudia Baba. Baba ni upendo. Baba anatoa sio tu miti, jua, mwezi, no, anatoa hai, anatoa uzima ili kila muamini, yaani ukinipokea unapokea vyote. Kwa hiyo siku ya tatu anapofufuka, ukweli unadhihirishwa katika utukufu wake, katika uzima wake. Ukweli unatakasaje? Unatakasa sio tu uongo na mauti yake. Yaani ukimjua Mungu kwa mfano, unaanza kuishi uzimani. Kwa hiyo ukweli ni usahihi, ni uzima. Uongo ni uchafu. Unasema umenichafua, yani umezungumza habari kinyume changu, umenichafua. Shetani alikuwa anamchafua Mungu, na sisi tulipomwamini shetani tukachafuka, tukawa chafu, na akamchafua Mungu, tukamwona naye Mungu ni mchafu, atamaniki. Mungu ni muuaji, Mungu hatutaki mema. Huu ndio uchafu wenyewe. Sasa tunapomwamini Mungu anayemtoa mwanao, tunapomsoma kuanzia Mwanzo mpaka Ufunuo, tunasema kumbe ndio inaelekea hapo. Kumbe Mungu ni mtoa uzima. Kumbe hata akikasirika anatafuta uzima. Kumbe anatafuta, huyu ndio kweli. Uwatakase. Unaposoma Biblia ukitafuta kumwelewa Mungu anayeonekana wazi wazi msalabani na ufufuo, hapo ndio unaupata ukweli. Kabla sijaondoka, nataka nikupatie maswali ya kuchagua. Maana nyingi tunaambiwa, wanasema bwana, sisi ndio tunahubiri ukweli, au wengine wanadanganya, sisi tunahubiri ukweli. Ukweli ni nini? Ukweli ni kanisa. Ukweli ni siku ya kuabudu. Ukweli ni Mungu. Ukweli ni Mungu. Kwa nini unasema hivi? Kwa sababu yeye ndio mwenye uzima. Kweli ni uzima, kweli ni hai, na uzima wa milele ndio huu wa kujua wewe Mungu wa pekee kweli, na Yesu Kristo aliyemtuma. Ukweli sio siku, kweli sio siku, sio kanisa, sio kanisa. Kweli ni Mungu. Kwa hivi ni vivuli vyake, hivi ni vivuli navyo tenda kama vinaakisi kweli, vinapelekea kwenye picha kubwa. Ndugu yangu, unataka kujua ukweli, umjue Mungu katika ukweli wake, na upate uzima wa milele uliojaa tele. Karibu tuendelee tena kujifunza mambo haya,
na tujifunze namna ya kujifunza Biblia. Ndio masomo yanayofuata baada ya hapo. Kwanza tuombe. Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa ajili ya neno hili linalofunua ukweli. Katika manabii na mitume wanakushuhudia wewe kama ulivyojitangaza katika Yesu Kristo. Sasa Baba, fungua macho yetu tuweze kutazama ukweli na kutakasika. Tumeamini sana uongo uliojivisha ukweli. Sasa fungua macho yetu. Bariki na msikilizaji wetu, mpatie hamu ya kurudi tena pamoja tukajiunge kwa ajili ya ukweli huu, kwa jina la Yesu. Amen. Asante kwa kufuatilia ndugu mtazamaji. Siku ya Jumanne leo tumemaliza ukweli wa Biblia. Jumatano tunaingia madai ya Biblia. Mimi ni Arnold Lubinza na mimi ni Enos Mwakalindile. Karibu sana siku ya kesho.